Mwenyekiti. Viongozi wetu rafiki yangu. Sasa itakuwa ameenda wapi na jua kali lote ile. Kipindi cha uchaguzi kelele kibao rafiki yangu, nipeni kula naweza. Mambo gani haya? Tabii niende nirudi baadaye. Yaani vitu vingine jamani. Kwani dada shida gani? Yaani wewe kaundume ujui. Mimi mpaka sasa hivi sijaafiki kabisa yule mtoto kumchukua Kipalala. Yaani mpaka sasa hivi nafsi yangu inaniuma. Unajua inaniuma nafsi yangu? Yaani mpaka sasa hivi sielewi kabisa yule mtoto kwa nini kamchukua Kipalala na kwa nini tumemwachia kamchukua. Lakini dada, hayo mambo kila kitu tushaongea na tushakubaliana. Mtoto kabaki kwake, achana nayo. Usiafuatie mengine ukafufua mambo mengine. Mimi siwezi kuachana nalo. Yaani wewe kaundume wewe ujui tu jinsi ninavyojisikia katika nafsi yangu. Siwezi kukubali. Yaani siwezi kabisa. Nafsi yangu mwenyewe inaniuma yule mtoto kumchukua. Kwa nini kamchukua yeye? Ana ajenda naye gani yule mtoto mpaka kumchukua? Haya. Angalia. Lisije kwa kutokea makubwa hapa, mimi simo. Utauponza dadangu. Kipalala mwenyewe unamjua. Eti sizonje mimi ni uponze kwa yule Kipalala. Kwanza simuogopi. Simuogopi hata kidogo. Kwa mauzo zake simuogopi. Nishazoea kwanza toka kitambo na hicho. Yaani simuogopi. Kwanza dadako unanijua vizuri. Sinaga mbambamba. Siwezi nikamuogopa mtu. Upo hapo? Yaani sizonje mimi nishindwe. Siwezi kukubali. Dadangu na atafuta makubwa. Kipalala, mimi nimekuja kukuaga kwani nina tatizo kidogo ambalo linanisumbua, ila nimeona kutoka kwangu kidogo pembeni kutanipa nafasi ya kufanya mambo mengine. Kwa hiyo, kwa sababu natoka, naomba ukaniagie kwenye kikao kwa sitokuwepo. Sawa. Hilo halina shida. Tena ondoa shaka kabisa. Ila hata mimi kuna jambo nilikuwa nahitaji nikushirikishe. Jambo gani hilo? Kuna mtoto nilimokota. Alikuwa ametelekezwa huko polini. Kwa hiyo nikaamua nimchukue ili niweze kumlea. Hivi ninavyoongea na wewe yupo humu ndani. Safi sana. Kwani najua kupitia huyo mtoto ukishamtoa sadaka, yani wewe ndio utakuwa kiongozi mkubwa sana kwenye chama chetu. Hongera sana. Sina maana hiyo. Na wala sihitaji kumtoa kafara. Nadhani unakumbuka. Kuna mtoto nilikuwa naishi naye. Anaitwa Zumba. Alikuwa ananisaidia kila kitu. Mambo yangu mengi alikuwa ananisaidia. Hivyo basi, na huyu pia nahitaji kumlea ili akikua aweze kulisi mikoba ya Zumba. Sawa, lakini unaweza kumlea, mwisho wa siku atakuja atakubadilika. Humjui ana nini. Sawa? Hilo alikuhusu. Unaweza ukaenda. Sawa, na mimi nikutakie maisha mema. Na mimi nikutakie safari njema. Niambie bwana Toma. Vipi bwana? Salama wewe? Habari za siku? Mbona hivyo angai tatizo nini? Bwana nilikuwa natoka zangu kwa mwenyekiti hapo. Naam. Nilikuwa natoka kuongea naye kidogo. Sasa kwa bahati mbaya kama unavyojua mwenyekiti wetu wa mtaani kwetu. Ndio. Zesheni nimeenda sijamkuta. Maana yake kutwa anazurura vipi? Huko kwa mwenyekiti kuna issue gani? Unataka kuuza viwanja ni ndugu yangu? Hapana, viwanja kwa sasa hivi mimi nadhani vimeisha. Maana yake sisteri zangu
Najua nawe kama unavyoelewa jinsi walivyowatata. Sidhani kama watanielewa kwa tilipu hii. Watakuua. Sahihi. Ila sasa leo asubuhi muda nimekaa zangu pale nyumbani, amekuja yule mdogo wangu wa mwisho. Anakuja kuniambia kaka kwamba wamemwokota mtoto mabondeni. Bondeni. Unajua kule tunapochota maji. Sasa nikamuuliza mmemwokota mtoto? Twende tukamuone, manake dada nimemwacha huko. Ameniambia nije kukuita wewe. Tukaenda mpaka kule. Kweli bwana, nimemuona mtoto mzuri nini wa kiume cheupe hivi. Unajua zile. Sasa katika tunajadiliana pale na kutafuta nani aliyokuwa hapo katika yale maeneo yale, tunakuta kwamba hakuna mtu. Dakika si nyingi anatokea yule jamaa Kipalala. Kipalala huyu gwiji huyu. Sasa anatokea Kipalala pale, namuuliza vipi mzee, unamjua huyu mtoto au una uhusiano wote? Aongei kama kawaida yake. Mara ghafla nashangaa akamzunguka nini, anakuja anamchukua, anataka kuondoka naye. Tukamuuliza unaondoka naye kwa misingi gani? Mimi nitajua mimi wapi nampeleka. Unajua tena kama kawaida zake akuongea sana, kaondoka. Sasa tulivurudi nyumbani tukajadiliana na sisteri zangu, tukaelewana kwamba tufikishe hizo taarifa wapi? Kwa mwenyekiti. Ndo nimetoka huko kumsikiliza kumpa hizo taarifa, manake kwa bahati mbaya sikufanikiwa kumkuta. Kwa hiyo hapa naenda kwanza nyumbani nikaongea na sister, baada hapo nitarudi tena kwa mwenyekiti baadaye. Ila ndugu yangu, mimi naona hapo umefanya jambo zuri. Ndio. Kwa sababu wewe umefanya jukumu lako, umeona mtoto mapolini, umemchukua utakotoka kumsaidia. Na pia umefika katika vyombo vya sheria. Manake ile ni serikali, mwenyekiti. Kwa mimi naona hapo hamna jambo baya ambalo umelifanya. Kiukubwa ni hapo wewe umemjua aliyemchukua mtoto ni nani. Kwa hata kama utatangaza labda mwenyekiti utamfikishia hilo jambo, mimi naamini kwamba hamna kitu ambacho kitaharibika au kitaenda vibaya. Basi sawa, hamna noma. Hamna shida, msalimie dada yako bwana. Yule dada yako mwisho msalimie sana yule. Pale nyumbani kwetu kuna minazi kama 4. Kama unaweza kuikwea ile basi. Uswaze, tutaongea. Dada yako yuko wapi? Yuko ndani. Mwite kwanza. Dada. Nini tena kaundime jamani? Njoo kwanza. Anakuja. Sasa wewe unaitwa kistaarabu unaanza kubwata ndo nini? Hiyo tena matatizo gani? Kumbe brother umerudi? Vipi? Safi. Tupe kaifa ulipotoka. Huko sio kwema kabisa yani. Maana mambo yashakuwa tafulani kutokana nimeenda kwa mwenyekiti pale, sijamkuta. Nimeenda asubuhi ile muda ule, nikazunguka mida hii narudi mtaani tena nikapita pale sikumkuta. Kwa hiyo sasa mimi nafikiri hapa tusikilizie mpaka jioni, au wewe ulikuwa unaonaje? Mimi kaka yangu sina msemo. Kikubwa hapo uvumilivu tu. Maana ni mwenyekiti. Kila sehemu anahitajika. Sio sisi ambaye tunamhitaji tu. Sahihi. Kwa uvumilivu ndo natakiwa hapa. Sahihi, itabidi tuvumilie tu mpaka jioni. Sasa hapa cha kufanya, mimi kwanza nina njaa, sielewi hapa tumboni kwangu. Ugali wenyewe tayari au vipi? Kitambo sana tushapika. Basi fanyeni nipeni kwanza ugali nile ili mradi nipate nguvu kwanza, maana sio poa na zulula leo. Kwa unakulia hapa au ndani? Wewe lete tu hapa ndani kafanya nini kwa joto lote ile saizi. Wewe kaundime. Muandalie kaka yako. Ikoloyo. Washirika, nadhani mnamuona huyu mtoto. Huyu mtoto nimemwokota, na kama unavyojua kila kilichopo katika mikono yangu
basi hiyo ni mali yangu. Kwa hiyo na huyu mtoto ni mali yangu. Na huyu ambaye mnamuona namlea ili aweze kukua, aje kuchukua mikoba ya Zumba. Hivyo basi nilikuwa naomba muheshimu huyu mtoto kama mnavyoniheshimu mimi. Nadhani tumeelewana. Ndio. Iko loyo. Iko loyo. Kama nilivyokuambia, mimi kilitaka yangu uwaga sishindwe. Kulikoni? Yule mtoto nimeenda kumchukua kwa kipalala. Sitaki hata kuamini. Dada, wewe tena. Makubwa. Sasa hata kanifanyaje? Nimemchukua mwenzangu. Lakini dada, unajitafutia nini wewe? Unalitaka nini? Haya, sawa. Huyo mtoto mwaka nimemweka huko. Twende kamuone.